Hamjambo tena wapenzi wasikilizaji wa Radio Kapi, karibu tena kwa habari yetu kwa lugha ya Kiswahili. Wawakilishi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda pamoja na Marekani, Qatar, Togo na Kamisheni ya Umoja wa Afrika walikutana mjini London. Lengo ilikuwa ni kukagua matukio tangu mkutano uliopita wa kamati wa pamoja wa ufuatiliaji yenye ilionyesha wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa mchakato wa mgomo wa kiraia na mapigano. Serikali ya Kongo imepongeza juhudi za wahudumu wa afya walioko mstari ya mbele kujitahidi kuokoa maisha ya wagonjwa wa Ebola jimboni Ituri na mahali pengine. Tutazungumzia pia mwisho wa mashindano ya taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuona namna gani ilipitikana mjini mkuu wa Kinshasa na pale Beni, Kivu ya Kaskazini. Na ni yote ndiyo muhimu ya habari yetu kwa lugha ya Kiswahili. Basi punde kidogo mtafata maelezo kamili. Naam, hamjambo tena wapenzi wasikilizaji wa Radio Kapi. Basi tuanze habari yetu na habari hii. Waakilishi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda pamoja na Marekani, Qatar, Togo na makamishi ya Umoja wa Afrika walikutana mjini London siku ya Alhamisi kwa mkutano wa 6 wa kamati ya pamoja ya ufuatiliaji wa makubaliano ya amani iliyohitimishwa Juni tarehe 27 mwaka 2025, ikikagua matukio tangu mkutano uliopita. Kamati ya pamoja ya ufuatiliaji ilioonyesha wasiwasi wake mkubwa kuhusu kuongezeka kwa mchakato wa mgomo wa kiraia na mapigano na hatari ambayo zaidi za mapigano ya kiraia na drone. Hali ya kibinadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa ni pamoja na mlipuko wa Ebola unaoendelea. Katika taarifa iliyotolewa kwenye vututi ya Umoja wa Afrika, kamati ya pamoja ya ufuatiliaji ulikubaliana juu ya haja ya dharura hatua ya kumaliza mapambano. Huko Kivu ya Kaskazini, takriban watu 10 walitekwa nyara, wengine 2 waliuawa na mali kuporwa wakati ya Jumanne na Jumatano, wakati angalau matukio 6 ya usalama katika eneo la Ruchuru. Kulingana na mashirika ya kibinadamu ya eneo hilo, matukio haya yalijumuisha wizi wa barabarani, uvamizi na mapigano kati ya vikundi yenye kubeba silaha. Wanatoa wito kwa kurejea kwa utulivu katika eneo hilo. Tujelekeze huko jimboni Ituri, huku kukiwa mlipuko wa Ebola. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepongeza juhudi za wahudumu wa afya walio kumstari wa mbele kujitahidi kuokoa maisha ya wagonjwa wa Ebola. Kulingana na waziri wa afya na usafi, zaidi ya wahudumu 12 wamepata ugonjwa huu wa Ebola tangu mlipuko wa ugonjwa huu uliotangazwa tarehe 15 Mei. Roger Kamba alitaja pia kisa cha hivi punde daktari umoja wa Kifaransa mwenye alikuwa akifanya kazi kwa shirika la Alima katika kituo cha matibabu ya Ebola ya pale Rwampara, ambaye alitambuliwa kuwa na mgonjwa wa Ebola kisha kupimwa huko Paris siku ya Jumatano. Tumfuate basi waziri wa afya Roger Kamba, ametafsiriwa hapa na Bernardin Nyangi. Huyu aliyekuwa mhusika wa kuamsha watu maututi mnamo shirika Alima kwenye hospitali ya Rwampara ni kisa halisi cha mawasiliano kilichothibitishwa. Niliwahi kujionea mwenyewe kazi yao moja kwa moja. Hali inaonesha kwamba hata kwa mtu mwenye uzoefu kama yeye, makosa yanaweza kutokea baada ya wiki au miezi ya kazi. Tulimfuatilia daktari huyu ambaye alikuwa amemaliza muhula wake nchini Kongo na baadaye kurejea Ufaransa. Alipitia Kinshasa mnamo Juni 19 kabla asafiri kwenda Ufaransa tarehe 22 kupitia uwanja wa ndege wa Njili. Hakuonyesha dalili yoyote, kwa hivyo hakuwa wa kuambukiza.
Alipimwa kwenye uwanja wa ndege na hakuwa na homa. Nikiisha kufika Ufaransa, ndipo alianza onyesha dalili, na sababu yeye ni mganga na anayefahamu dalili hizo za Ebola, alijielekeza mwenyewe hospitalini na kupimwa na matokeo yakathibitisha. Tubaki tu kwa habari ya afya. Mtafahamu ya kwamba shirika la afya duniani limetangaza kuzidua majaribio ya kimatibabu katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wiki ijayo. Tiba mbili zinazowezekana za Ebola zitajaribiwa wakati ugonjwa inaendelea na kutembea. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari mjini Geneva, mkurugenzi mkuu wa OMS Tedros Adhanom alithibitisha kuwa maandalizi ya kesi hii sasa yamekamilika. Tufate maoni yake ikitafsiriwa hapa naye Paulin Munanga. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa OMS, majaribio hayo yatakaridiwa iwapo dawa mbili za kupunguza makali ya virusi zinazotumiwa peke yake au pamoja zinaweza kusaidia kupunguza vifo vya wagonjwa walio na ugonjwa wa virusi vya Budimbuyo. OMS ilishukuru Marekani na Gilead Sciences kwa kuchangia dozi kwa ajili ya majaribio hiyo. Mkurugenzi mkuu wa OMS hueleza kwamba pamoja na washirika watatangaza habari zaidi wiki ijayo. OMS na washirika wake wanafanya kazi pamoja karibu na jamii ili kuwajulisha na kuwashirikisha katika majaribio. Pia anahakikisha kwamba jamii zitapata matibabu ikiwa yatathibitisha kuwa salama na yenye ufanisi. Hatimaye OMS ilisema kwamba majaribio haya yatafanywa na muungano wa washirika, ikiwa ni pamoja ya taasisi ya kitaifa ya utafiti wa tiba ya kibiolojia ya DRC Alima na chuo kikuu cha Oxford, pia OMS. Upatikanaji wa maji safi ya kukunywa umekuwa tatizo kubwa. Bomba za Regideso zimekauka kwa zaidi ya wiki mbili sasa. Wanakabiliwa na maji safi hii ambao hawajue kushuhudiwa. Waraia wanashota maji ya visima, ingawa maji yanayopatikana ahiko vizuri kwa matumizi. Kila siku wanawake na wasichana usafiri sehemu ya mbali kwa kutafuta maji. Ripoti yake Andre Katenge ikitafsiriwa hapa naye Florence Kiza. Wakiwa wamebeba jeri, beseni na ndoo, wanawake na wasichana wadogo wanarandaranda katika vitongoji vya Kananga kutafuta maji. Chanzo cha hali hii ni kusitishwa kwa huduma za maji na Regideso kwa zaidi ya wiki mbili. Kwa hivyo mistari mirefu huunda kwenye chemchemu na visima. Wakati mwingine mtu lazima asubiri saa kadhaa ili kujaza hata bido moja. Karibu na uwanja wa mpira wa machinjio kwenye kisima cha maji, Helene Chambu anasubiri zamu yake. Amenena kwamba wameteseka kwa kupata maji. Tayari yeye amekuwa hapo kwa saa 5 na hajui ni lini ataweza kurudi kwenye nyumba kuhudhuria kazi nyingine. Ili kuepuka kupoteza muda, baadhi ya wanawake hujihatarisha kuelekea kwenye vyanzo vya maji asubuhi sana au siku sana. Hivi ndivyo ilivyo kwa Brigitte Mbombo, yeye ni mkazi wa Kata Chisambi. Wakazi wengi wanatumia maji yenye ubora unatilia shaka, ingawa hatari ya magonjwa yanatokana na maji ni ya kweli. Kufikia sasa hakuna jibu rasmi kutoka kwa Regideso. Wakikabiliwa na mzozo huu, idadi ya watu inataka uingiliaji kati wa haraka kutoka kwa mamlaka ya mkoa na kitaifa. Tuendelee na habari yetu kwa lugha ya Kiswahili. Vikao vya mashindano ya taifa ya mwaka 2026 zilimalizika Alhamisi hii kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mjini mkuu wa Kinshasa, katika vituo vya mashindano vilivyopo katika Institut ya Gombe na Lycée Busangani katika wilaya ya Gombe, wanafunzi walitosha mahoni yao baada ya siku 4 za mashindano. Takriban wote wana matumaini ya kufaulu licha ya kukumbana na matatizo fulani hasa wakati wa karatasi maalum za mitihani.
Alhamisi hii tu, siku ya mwisho ya kikao cha mitihani ya taifa katika mji wa Beni, vituo 18 vya mashindano, wanafunzi wenye kuwa katika mwaka wao wa mwisho wa masomo wanaonesha dalili za matumaini na kujiamini kuhusu mitihani yenye kuisha. Zaidi ya hayo, agizo kutoka kwa mamlaka za manispa linalokataza utuvo wakati wa mwisho wa mashindano hii linazingatiwa kwa kiasi kikubwa licha ya matukio machache pekee. Mfuate basi maelezo kamili naye Mark Marofimbo. Ilitimu saa 3 asubuhi tayari wanafunzi wa kwanza walikuwa nje ya vyuo vyao vya mitihani, ikiwa mjini Beni masenta 18 ziliwapokea wanafunzi 6275, miongoni mwao wasichana 3311. Ingalao mitihani zote hazikukua sawa, wanafunzi hawa wanatarajia mema tu na kushinda, ila kipindi cha hesabu na zinazofanana nazo ndizo ziliwadunga kidogo. Hata hivyo hawa wana matumaini. Tunavikoshe tunaviachia na Mungu naye kwa baraka. Yenye naja tu satoke. Siku ya 3 jioni, kiongozi wa muji alitoa angalisho na tahadhari mkali sana kwa wanafunzi watakao subutu kujiweka katika vitendo visivyo stahili. Ikiwa maagizo haya yaliheshimika vema na wanafunzi, kuna vurugo vilivyoonekana huko Butili, ikiwa wanafunzi wamoja walinyangulana na wana university waliokuja kuwanyanganyia vifaa vyao vya kipekee kwa kingufu. Beni, Mark Marofimbo, Radio Kapi. Nani hapa ndipo tumefika mwisho wa habari tu kwa lugha ya Kiswahili. Basi tufate mpango wetu wa pili nawe Rosalie Zawadi. Radio Kapi. Invité en Swahili. Katika sherehe ya siku ya samaki duniani inayoadhimishwa Juni 24, wataalamu wa afya mjini Beni wanawataka wakaaji kutumia vema samaki katika malisho yao. Wanabainisha kuwa samaki ni chanzo muhimu cha proteini ya wanyama, muhimu kwa kuimarisha mfumo wa kinga na kuonyesha faida zake nyingi kwa kusaidia watoto kukomaa vizuri. Dr. Baba Mutuza, mkurugenzi wa tiba wa kliniki ya Dieu et Grand huko Beni, anatoa mafasirio katika mahojiano haya na Mark Marofimbo. Daktari Baba Mutuza, jambo. Jambo. Siku kuu ulimwenguni ya kukumbuka umuhimu wa samaki ndani ya afya ya mtu. Tuanze kwanza na kuelewa ni nini umuhimu kiafya ya samaki ndani ya mwili ya mwanadamu. Samaki inakuwa ya lazima sababu samaki inakuwa ni tunaita maasidi amine ama proteini. Ni yao inasaidia mwili kupigana na magonjwa. Ni yao inatukinga. Samaki inakuwa pia na hiyo wanaita vitamin D ambayo inasaidia mifupa kujifanya sawa sawa na kukua kabisa nguvu. Na kisha inakuwa na hiyo wanaita mafuta ambayo mwili inakuwa nayo haja. Hiyo wanaita omega 3 ambayo inajaa na vitamin A na vitamin E ambayo inasaidia kichwa ama cerveau, bongo ya mwanadamu kutumika sawa sawa. Inasaidia pia roho kwa kutumika sawa sawa ili ya kupana damu kwa viungo vingine. Daktari, tuongele kwanza samani ya samaki kwa watoto wachanga wanaokomaa ngali. Wakati watoto wanakomaa wanakuwa na haja ya vitu yote lakini kwa wingi, sababu mwili yao inaomba kila kitu ili wague sawa sawa. Sababu kama wanakula samaki, unaona hiyo omega 3 inasaidia akili yao ifunguke. Ni kusema mtoto anakomaa na akili yake inafunguka. Inasaidia pia kukinga hiyo wanaita bongo ama cerveau na magonjwa fulani. Inasaidia pia roho ya mtoto itumiki sawa sawa, isigonje mbele ya wakati. Na inasaidia mtoto kumkinga na magonjwa fulani sababu hiyo proteini ndio inasaidia mwili ya mtoto imukinge. Magonjwa sawa vile wanaita kwashiorkor wala marasme, ngine magonjwa fulani ambayo inafanya mtoto anaishiwa damu na inaweza tuma hata mtoto anakufa. Sasa Dr. nini inaweza kuwa matokeo mabaya kwa mtu ambaye hatumie samaki sana ndani ya maisha yake? Afya yake itakuwa na shida gani? Atakuwa anaweza kuwa roho inagonjwa, mishipa kidogo inafungana, anaweza fanya magonjwa ya roho, anaweza fanya hypertension ama tension ya kupanda, anaweza fanya magonjwa ya kichwa, anakuwa na sababu zaidi, hata pia AVC anaweza fanya. Kwa watoto wadogo anaweza fanya wanaita bwaki, sababu akule samaki anaweza gonjwa bwaki. Kwa sababu kuna kwa magonjwa mingi ambayo yanaweza kutokana na kutokutumizia samaki. Kuna watu wanasema nyama kiganga, inasemeka kwamba nyama ya mekunda inaleta magonjwa nyingi kwa mwili. Sasa mtu akatumia samaki sana, haitakuwa na madhara pia? Kuna kwa magonjwa wanaita guts ni kusema hiyo deshe ya nyama tunakula inikala kwenye mifupa katikati ya articulation. Wakati mwingine tunaambia kwa watu waache hiyo nyama, tunaambia kafanya nini? Wakunye tu samaki. Sababu samaki inakuwa nyama mweupe.
ambayo haina hiyo banatama troponin kwa term technique, yani inaweza kuzuru afya ya mwanadamu. Ningesema kwa kweli katikati ya kuchagua nyama nyekundu na samaki, kiganga hiyo inakuwa waziwazi leo inakuwa muhimu kula samaki kupitia parapora nyama nyekundu. Yani hata mtu mzima anabidi tu akule samaki, ex yake haitafanya kitu mbaya kwa afya. Chakula yote inaomba inakuwa equilibre. Kitu tulisema inaomba kuwa equilibre, ni kusema inaomba kunakuwa hiyo inaita protein, inaomba kunakuwa hiyo inaita lipid, hiyo wanaita proteins na mavitamini. Kusema wakati atakula samaki atakula leo mpaka siku ya mwisho wa mwezi atakuwa na badili polepole, lakini samaki itakuwa ndani, itakuwa mzuri zaidi. Dr. Baba, tunakushukuru sana. Asante sana. Radio Okapi, dossier en Swahili. Kuhusu kujikinga na ugonjwa wa Ebola katika jimbo la Maniema, mashirika Umoja ni Maendeleo na Action contre la Marginalisation ziliendesha juma iliyopita uhimizaji wa makundi mbalimbali ya wakaaji. Kulingana na waandaaji, lengo ni kuchangia, kuzuia, pia kugundua kesi mapema katika jimbo hilo. Kupitia shughuli kama hizo, mashirika haya mawili yanalenga kuboresha maarifa ya walengwa na kuhimiza kupitishwa kwa tabia za kuzuia ili kupunguza matukio ya ugonjwa huo. Hii hapa ni ripoti yake Florence Kizalunga. Modili kadhaa za ugonjwa wa virusi vya Ebola zilitengenezwa ili kuburudisha kumbukumbu za washiriki. Hii ilifanyika ili kuwatayarisha, kanena Daktari Bushiri Mustafa, mmoja wa wawezeshaji. Dans le cadre ya surveillance tulikia kuonesha ba participants namna gani wanaweza kujikomporter malgré que atakuwa na hata moya ya maladi ya virusi ya Ebola. Tulikuya ku renforcer makapasite ya batu juu ya surveillance, na kama kweli tunapata kama moya namna gani watu wanaweza kujikomporter. Washiriki kama mtaalamu wa vyombo vya habari Dexon Asani Kamango amenena kwamba wamepata nyenzo muhimu ili kuongeza ufahamu ndani ya jamii. Tunashukuru sana kwa sababu tumechuma mafunzo mingi kuhusu hii magonjwa ya Ebola, na sisi kwetu tunakuwa ni matiere kwa sababu itaturuhusu na sisi tuanze kuhimiza wasikilizaji wetu wa maredio mbalimbali, kwa sababu wakati ile magonjwa yanaweza fika jimboni Maniema, tukue na namna ya kuweza kuitupilia mbali sana na isiwezi kufanya utata zaidi na zaidi ndani ya jimbo la Maniema. Mawakala wa mpango wa usafi wa mpaka wa kitaifa wakishiriki katika mafunzo haya kwa mara ya kwanza wameahidi kuboresha mbinu zao za kazi. Sakodi Yunusa: ndiyo ni mara yetu ya kwanza kushiriki mkikao hiki kwa magonjwa ya Ebola. Ni ya lazima sana kwetu sisi, ni ya faida kwa sababu baada ya mafundisho haya tunapokea tena namna nyingine ya kuimarisha kazi zetu kwenye milango za kuingia kwa province. Idara ya afya ya mkoa inapongeza waandaaji na kuahidi msaada wake. Daktari Shabani Kiamuteba: vikao hivi vinaonyesha kama tuko tunajitayarisha. Wakati wote kuna kama epidemi, kuna kwa kipindi cha matayarisho na kipindi cha kuangalia namna gani mnaweza kutumika juu ya kuponya wagonjwa. Mimi sisi kwetu tutakuwa na wagonjwa, mimi tulishajitayarisha. Na epidemi yote kama population kwa sensibiliser bakaitika tu na tuunga mikono, nadhani hakutakuwa magumu fulani ya zaidi. Waandaaji wanaomba usaidizi thabiti ili kuhakikisha uendelevu wa aina hizi za shughuli. Biju Sengamiza Bandi, coordonata wa kigundi cha Umoja ni Maendeleo: tunangojea kwa hamu kupitia hii kikao ambayo tunafanya julisha population ke magonjwa ambayo iko ku maprovince jirani ni hatari sana. Ndio maana tunalilia bengine batuunge mkono. Nimeripoti toka Kindu, mimi ni Florence Kizalunga kwa niaba ya Radio Okapi. Aksanti sana Rosalie Zawadi. Tunasema aksanti tena kwa wapenzi wote wasikilizaji wa Radio Okapi, tu radio ya Amani. Mimi naitwa kwa jina la Martial Kizabiamungu. Tutakutana siku ijayo kwenye Radio Okapi.